Yes, habari za muda huu mwanafamilia wa H&T Media, naamini kwamba siku yako imeanza buheri kabisa na una afya njema, lakini kama afya yako haiko vizuri, basi Mwenyezi Mungu atakuletea buheri na atakufanyia buheri na afya yako itarejea kuwa salama kabisa. Kabla hatujafika mbali na kabla hatujaanza kuizungumzia update hii ambayo imekuwa bora kabisa na watu wamekuwa wakizungumza, kila mtu akiwa akizungumza yake kuelekea kwa dabi hii ya Kariakoo, Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club katika mchezo wao wa 23 kunako michezo ya Young Africans. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo inazungumziwa sana ni hii hapa. Hebu hakikisha kwamba kama ndo kwanza umejiunga nasi, bonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini pia usisahau kuruhusu alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa wakati tunapokuwa tunakuletea update na habari za michezo kama hizi hapa. Moja kati ya update kubwa kabisa na bora ni kuhusiana na kikosi cha Young Africans. Kikosi hiki hapa kipo Africa Town kinapojinoa kuhakikisha kwamba wanajiandaa na mchezo wao wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao umekuja kuzimwa na tetesi za kufungiwa kwa msemaji wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe. Mpaka sasa ni siku ya pili toka uvumi na tetesi hizi zitokee, lakini hamna kitu chochote kinachoongelewa kwa upande wa mamlaka husika. Tunazungumzia kamati ya maadili ya TFF, lakini pia kwa upande wa mtuhumiwa mwenyewe Ali Shabani Kamwe hajazungumza kitu chochote kuelekea kwa issue hii, lakini anachokifanya yeye ni kuendelea kupiga kazi kuelekea kutoa hamasa kuelekea kwa mchezo wao ambao utachezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika majira ya saa 1:15. Moja kati ya story kubwa kabisa ambayo imekuwa ikiteka headline sana kunako mitandao ya kijamii na majira tofauti ambao wanaandika habari za mchezo wameweza kuandika habari hii kuhusiana na kufungiwa kwa Ali Kamwe. Lakini kwa exclusive ambayo tumefanya leo hii, unaona kabisa kwamba Ali Shabani Kamwe bado anapiga kazi na yupo kunako viwanja vya Africa Town kuhakikisha kwamba anatoa hamasa kuelekea kwa mchezo huo ambao takriban siku moja iliyobaki kuelekea kwa mchezo huo. Na unaambiwa kwamba kunako viwanja vya Africa Town siku ya leo viongozi wa klabu ya Young Africans kuanzia wadhamini wa klabu hiyo mpaka mabosi wa klabu hiyo, unaambiwa kwamba wapo kunako uwanja wa mazoezi wa Africa Town wakiangalia vijana wao na mwenendo wao kuelekea kwa mechi hiyo ambayo itawakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Moja kati ya vitu ambavyo vinaongelewa sana ni hivi hapo kwamba haijawahi kutokea kunako viwanja vya mazoezi uongozi mzima, structure nzima ya uongozi wa Young Africans ikawepo hapo kuangalia mazoezi ya mwisho kuelekea kwa mchezo huo ambao unasubiriwa kwa hamu sana na wapenzi na mashabiki wa vilabu vyote viwili, Young Africans na Simba Sports Club. Unaambiwa kwamba viongozi wote mpaka GSM walikuwepo hapo Africa Town kuhakikisha kwamba anaangalia mwendelezo wa mazoezi na fitness ya wachezaji wa Young Africans. Lakini taarifa bora kabisa na taarifa nzuri kwa upande wa klabu ya Young Africans ni ujio na urejeo wa Yao Kwasi Ataula Jesh kunako kikosi cha Young Africans baada ya kukosekana kwa muda mrefu. Sasa Yao Kwasi anarejea kunako kikosi hiko cha Young Africans na amefanya mazoezi na kikosi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ni moja kabisa ya taarifa ambayo mwanafamilia wa H&T Media na mpenzi na shabiki wa klabu ya Young Africans inaweza kukufurahisha kwamba kuona Yao Kwasi Ataula anarejea kunako kikosi cha Young Africans mara baada ya nje ya kikosi hiko akisumbuliwa na majeraha ya mguu, lakini kwa sasa yuko fit kabisa na ameweza kuongea pia rais wa klabu hiyo Young Africans, tunamzungumzia Engineer Said, mara baada ya mazoezi kutamatika na kumhakikishia kwamba yuko fit na yuko tayari kwa mapambano. Elie Mpanzu ana kazi ya kufanya kumpita Yao Kwasi Ataula. Watu walikuwa wakizungumza sana kwamba kutokana na
uwezo wa Patrick Israel Mwenda, huenda ile Mpanzu akapata uchocholo kupitia. Lakini kwa taarifa nzuri kabisa ambazo tunazo ni kwamba Yokwasi Atola analejea kunako kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mbavu ya kulia tayari imepata mwenye nayo na kazi itakuwepo. Bana, kwa taarifa hizi utaendelea kuzipata hapa HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila saa, kila wakati ambapo zina happen. Sisi kazi yetu tunakuhakikisha kwamba tunakupa kila unachostahili mwanafamilia wa HNT Media. Bana, na moja kati ya taarifa ambayo imekuwa ikizungumziwa sana na mashabiki wa klabu ya Young Africans ni kuhusiana na kugombania kwa namba kunako kikosi cha Young Africans. Nani ataanza kunako first 11 ya Merody Hamdi, head coach wa klabu ya Young Africans? Taarifa kamili tunayo na kikosi tayari tunacho mizani. Ni kuhakikishia tu kwamba endelea kuketi nasi dakika zote ili uweze kujua ni nani kaanza na nani kakosekana kunako kikosi cha Merody Hamdi kuelekea kwa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Bana, mastaki bao wanagombania namba kunako viwanja vya mazoezi hapo Avic Town. Na taarifa njema ambayo tunayo, Jonathan Kangarombo huenda akawa ni mchezaji ambaye anatazamwa kwa macho mawili kwamba ataanza kunako first 11 ya Merody Hamdi kuelekea kwa mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Unaambiwa katika dakika ambazo alicheza kunako game ya Young Africans wakikaribishwa na Pamba Jiji, Merody Hamdi na rais wa klabu hiyo Young Africans tunamzungumzia Engineer Saidi aliweza kufurahishwa na kiwango alichokionyesha kwa dakika chache hizo ambazo aliaminiwa na mwalimu. Lakini tulijaribu kuzungumza na Merody Hamdi, kocha wa klabu ya Young Africans, juu ya uwezo wake na fitness yake. Alisema hapana shaka, hapana shida kwamba game ya derby unaweza kumuona akianza kunako first 11 ya kocha Merody Hamdi. Bana, moja kati ya first 11 na kikosi cha Young Africans ambacho kinatarajia kushuka dimbani kuwavaa Simba Sports Club. Vita kubwa ipo wapi? Katika safu ya ushambuliaji, safu ya viungo na safu ya viungo wakabaji. Bana, moja kati ya taarifa kubwa ni hii hapa. Bana, unaambiwa kwamba Stefan Aziz Ki, Clement Mzize, Prince Mpumelelo Dube, unaambiwa kwamba Kratos Chota Chama, unaambiwa kwamba Kennedy Msonda, hawa wote wanaitaka dabi. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa, na wachezaji wana mori kweli kwenda kuitaka dabi ya Kariakoo. Unaambiwa Mdasili Yahya, Duke Abuya, Aucho, Shua Boy, Jonas Mkude, bana, hawa wote wanaitaka dabi. Mambo yamekuwa mengi sana, lakini si hivyo tu. Unaambiwa Kibwana Shomali, unaambiwa Yokwasi Atola, Dickson Jobu, lakini pia Baka Ibrahim, hawa wote pia nao wanaitaka vibaya mno dabi ya Kariakoo. Bana, ni asilimia kubwa ya wachezaji wa Young Africans wanamori na wanaitaka vibaya mno, na wako tayari kupambana kwa ajili ya nembo yao na kwa ajili ya bendera yao. Haya yalikuwa ni maongezi ya wachezaji ambao tulijaribu kuzungumza nao mara baada ya mazoezi kutamatika pale Avic Town. Walijaribu kuzungumza ni hali gani ambayo wanayo kuelekea kwa mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Kama jinsi ambavyo nilivyokueleza, wachezaji karibia wote wana moli na wanaitaka mno mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo. Na si hivyo tu, tulijaribu kupiga story na Max Experience Ngela, lakini pia Stefan Aziz Ki na Pacome Zouzoua. Walijaribu kuzungumzia kwamba mechi hii wanaweza wakaibuka na ushindi, na si tu ushindi, wachezaji wote hao ndio kutajia walisema wanaweza wakafunga kunako mechi hii ambayo inasubiriwa kwa hamu sana kwa wapenzi na mashabiki wa klabu ya Simba na Yanga, kuhakikisha kwamba wanaendeleza ubabe
kunako kikosi hiko cha Young Africans dhidi ya wapinzani wao wa karibu Simba Sports Club. Moja kati ya taarifa kubwa na ambayo inaendelea kuhappen, na sisi tukasema kwamba tutakuletea matukio yote kuelekea kwa mchezo huu ambao unasubiriwa kwa hamu kabisa. Highlight matokeo yote utayapata hapa, na kosa zote utazipata hapa H-Nut Media. Usiende mbali, usiende kwingine kote kutafuta content za michezo. Ni hapa H-Nut Media. Bye bye.